Mara baada ya kupokea kitabu changu cha Akiba, Hisa na Uwekezaji ambacho kimeandikwa na Mwalimu Emilian Busara, nimeshaanza mara moja usomaji na nimekamilisha kusoma sura ya kwanza ambayo ni utangulizi, na sasa nataka niweze kujadili kifupi sana ambacho nimeweza kujifunza kutoka kwenye hii sura, lakini pia kitu ambacho ningeweza kutamani na wewe uweze kukifahamu, au sio? Kumbuka hichi kitabu kwa mujibu wa kilichoandikwa ama kwa mujibu wa hakimiliki ni kwamba hichi kitabu kimechapishwa mwaka 2010, na hivyo nategemea takwimu mbalimbali ambazo zimezungumzwa kwenye hichi kitabu ni takwimu ambazo zinaendana na kipindi hicho, au sio? Sasa katika hii sura ya utangulizi mambo kadhaa yamejadiliwa ikiwemo hisa, malengo yake na vitu vingine, lakini mimi nimevutiwa zaidi na takwimu ambazo zimezungumzwa kwenye hii sura na ambazo ndizo ningetamani kuweza kuzijadili hapa kwa kifupi sana. Kwa mujibu wa Mwalimu Emilian Busara pamoja na Mrembo Grace ama Grace Mrembo ni kwamba 80% ya Watanzania wa kipindi hicho wanahitaji elimu jinsi ya kuweka akiba. Hakuwa ameeleza kwenye kitabu kwamba hawa 80% wa Tanzania wanahitaji elimu jinsi ya kuweka akiba. Je, hawaweki akiba kabisa ama wanaweka akiba lakini kwa njia zisizofaa? Hakuwa ameweka wazi hicho katika hiyo sura, lakini pia amesema 80% wanahitaji elimu ya kudhibiti na kutumia pesa, lakini pia amesema karibu 80% ya Watanzania wanahitaji elimu ya uwekezaji kwa Kiswahili, kwa sababu chini ya 20% ndio Watanzania wanapata fursa ya kupata elimu ya sekondari kwa lugha ya Kiingereza ya kiundani. Kwa hiyo zaidi ya 80% ni watu ambao ndio labda wanatumia Kiingereza mashuleni, lakini Kiingereza hakitumiki kwa kiwango ambacho kinasaidia mawasiliano mazuri, na ndio maana yeye ameamua kutoa elimu kwa lugha ya Kiswahili. Lakini pia akasema idadi ya Watanzania wanaoshiriki kuwekeza kwenye hisa ni ndogo sana ukilinganisha na idadi ya Watanzania wote. Kwa mfano mwaka huo mwaka 2009 0.39% ya Watanzania wote, ambapo kipindi hicho walikuwa ni milioni 40, ndio walikuwa wanajihusisha na mambo ya uwekezaji. Kwa asilimia 0.34 ya milioni 40 ni kama Watanzania 1.5 hivyo, au sio? Lakini pia akawa amesema 30% ya nchi za Afrika ndio zina masoko ya hisa, lakini ambayo pia bado ni machanga sana, au sio? Ni machanga sana na ni hali ambayo haitii moyo biashara nyingine kujiorodhesha kwenye soko la hisa, kwa sababu hakuna mtaji wa kutosha wa kusaidia shughuli zao za uzalishaji. Sasa nje ya hapo nikasema niangalie takwimu ambazo ni very latest, labda za mwaka 2025 23. Sasa kwa mujibu wa DSE, au sio, jumla ya CDSE accounts, hizi ni akaunti ambazo wawekezaji ndio wanafungua ili kuweza kuwekeza kwenye soko la hisa, idadi yake mwaka 2025 zimefikia 740,639, 740,639 kwa idadi ya wastani wa Watanzania karibu milioni 68, hii mwaka 2025. Sasa hii inafanya asilimia kutoka kwenye 0.39 ya mwaka 2009 mpaka asilimia 1.09 mwaka 2025. Lakini kumbuka mwaka huu 2010 yeye Mr. Busara amesema hawa ni Watanzania walioshiriki moja kwa moja kwenye uwekezaji. Kwa mwaka 2025 sijapata idadi ya Watanzania wanaoshiriki hasa, ila nimepata idadi ya CDS account. Kumbuka mwekezaji mmoja anaweza kuwa na CDS account zaidi ya moja, kwa hiyo namba inawezekana isiakisi uhalisia ule mkubwa sana, au sio? Lakini kama ni CDS moja kwa mwekezaji mmoja, basi idadi imeongezeka, ila bado ni ndogo. 1%, maana yake 99% ya Watanzania hawajihusishi na mambo ya uwekezaji kwenye soko la hisa. Lakini pia kwa mujibu wa survey ya Finscope ya mwaka 2023, idadi ya watu wazima ilikuwa takribani milioni 34, na katika hao 92% wamejumuishwa kifedha. Kwa hiyo sehemu kubwa sana, 76% wanatumia huduma rasmi za kifedha, na inaonekana kwamba simu ya mkononi ndio imekuwa njia kubwa ya kuwafikia watu wengi sana. Kwa hiyo pongezi nyingi sana kwa aliyeleta hii teknolojia ya simu, ambapo imesaidia kupeleka huduma za kifedha kwa watu wengi sana. Na
asilimia 84 ya Watanzania wanahifadhi akiba angalau kwa mwaka, au sio, kulingana na Finscope 2023. Kwa hiyo yawezekana hii ndio namba inaendana na ile kauli ambayo nimeisema hapo awali kwamba Mr. Busara alisema asilimia 84 ya Watanzania wanahitaji elimu jinsi ya kuwekeza, lakini survey ya Finscope wanasema asilimia 80 ya Watanzania tayari wanahifadhi akiba angalau ya mwaka mmoja, ila kati yao sehemu kubwa sana wanatumia vikundi vya kijamii, wanatumia vikoba, wanatumia akiba za nyumbani, lakini pia wanatumia njia nyingine ambazo sio rasmi. Kwa hiyo sehemu kubwa ya hawa Tanzania wanaohifadhi akiba hawatumii njia rasmi, hawatumii labda soko la hisa kama sehemu yao ya kuweka akiba yao. Na nadhani ndipo hapa Mr. Busara anapokuja kupata wazo kwamba hawa watu wanastahili kupata elimu ya uwekaji wa akiba, wanastahili kupata elimu ya uwekezaji kupitia kwenye soko la hisa. Asante sana.